On doit être sensibilisé pour que sécurité ikuwe ya mzuri hapa kwetu Uvira. Qui est le président du gouvernement de l'État sous la Soui, ananiambia va voir les commandants de région, va voir les autorités militaires, mongee nao uambie voici ce que nous province tunaona juu ya garantir sécurité pour population yetu. Donc samahani kwanza kwa hiyo kwa mizozo ya udongo yaendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji wa Rugenge na wenye kupatikana katika mtaa wa Rugenge jimboni Kivu ya Kusini katika jiji la Uvira na tarafa la Uvira maeneo ya Rugongo, huku habari tulizozipata karibu zazibikisha kuwa watu waendelea kuuawa kila leo kutokana na mizozo za udongo. Waziri wa mambo ya ndani alikwenda kupata nafasi ya kuweza kutembelea kwenye kata la Rugenge ili mwenyewe kushuhudia hali na kuzungumza na raia wa Rugenge ili kujua namna gani visa vya unyanyasaji pia mauaji ya mipaka inaendelea kuripotiwa huko maeneo ya Rugenge. Katika ratiba ambayo tuliyoipata zipitisha kuwa Rugenge ni kata ambayo imetoka ya kwanza mjini Uvira ikionekana na visa vya mauaji, unyanyasaji pia matishio ambayo inaendelea kutokea jijini Uvira, huku akitaja kuwa kuna watu tayari ambao wamekwenda kupoteza maisha kwa kupigwa risasi kutokana na uvamizi wa mipaka. Waziri huyo ambaye anayehusika na mambo ya ndani alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na raia wa Rugenge kupitia kikao ambacho kilichoandaliwa na shirika la kiraia Nouvelle Société Civile Congolaise, huku kishindikizwa na mkuu wa kata la Rugenge ambaye alipata nafasi ya kuweza kumkaribisha waziri wa mambo ya ndani ikiwa pia ndiye gavana kwa muda wa jimbo la Sud Kivu. Aliweza kueleza namna gani na lengo ya kuweza kuwasili maeneo hayo. Tukujuze kuwa kata la Rugenge linaonekana kumbana na changamoto ya mauaji, huku akisema kuwa kushika kwa silaha kuonekana kiolela maeneo hayo, hata kushirikisha watoto wadogo kwenye kazi ya kijeshi. Hapa alikwenda kuzungumza na raia wakitoa malalamiko yao na kuomba kushirikiana na serikali ili kuangalia namna gani kuweza kutokomeza vitendo hivyo vya unyanyasaji pia mauaji, na wanaoendesha vitendo hivyo wahukumiwa kulingana na sheria. Katika hotuba hizo ambazo zilizoendeshwa mjini Uvira, raia walipata nafasi ya kutoa maoni yao. Iko miti 118 ndio nilipanda. Hiyo shamba kwa leo kwa wanaenda wanaikata, walishaikata sana. Mimi nilifuatilia kuuliza, wananieleza eti ni wazalendo kwa wanakata ile miti, wanakuja wanauzisha hapa na wanakunywa pombe. Ndio ile masasi iko nasikia wakishalewa wanaanza piga masasi yote. Na ingine neno langu la pili ni kama recommendation tunasema kwa kuhusu kata letu la Rugenge. Tunafika wakati ya mvua, inondation iko inakuja na piga sana mafuriko na nyumba zinaenda. Ni mzuri ungetusaidia kwa kutujengea mngetujengea kanale na rigole katika maveni juu Mefo sociale ilijenga ikaende katengeneza ikafanya marigode mwaveni. Sasa mvula iko inanyesha na maji natoka kule yulu sana ya mingi, na ndio inaleta maprobleme ya mafuriko. Aksanti, ndiyo maneno yangu lile nilikuwa. Kama tatu, rekomandasyon ya kwanza, Son Excellence ningependa hizi makao zote za bazalendo zeziko kwetu ni za mingi sana. Kama bangezipunguza kwa zile makao ingetusaidia hapa kwetu. Na ya pili, tuko na parking publique hapa kwenye basoda yetu ya FARDC liko pour le moment. Ungetusaidia ile parking basoda bangetoka, mais c'est pas aujourd'hui. Bangetoka comme ça, baache ile parking vide, juu bientôt hapa barabara itakuwa opérationnel, biko na tengeneza. Comme ça, ile yote mambouteillage itoke Mulongwe
bakuye batia pa ku parking. Trois, mimi kama sijui kama ni confusion tuko nayo. Unaona, nous sommes déjà dans la ville, na kisi tuko mu ville haina ba bourgmestre, na kisi ville haina ba bourgmestre, ungetusaidia kama kuna ile casquette sai ya gouverneur, ungetusaidia kama itakuwa nomination, kama itakuwa vote, tunaomba ba bourgmestre mu makomine zetu. Accent hatuna development mkate yetu kupitia kuka karusho hapa wanaita PC. Mvua ikinyesha depuis 2020 hakuna nyumba iko pale. Ukishimama hata dekataza kuonyesha hiyo. Bana kama kama image tunakumana Bukavu, tunabeba kumeri, tukafanyana kama marche pacifique kama mama na watoto kuonyesha kitu tunalala nje. Meri katuambia ke hatuna droit ya kuautorize bajenge pale. Paka mwende Bukavu. Hii problema ya Mungu. Kwa hiyo mjikuta sie watu ya chini. Hatuna hata $5 ya kulipa transport kufika Bukavu. Ndio anataka kuuliza hii ndio wao. Na siku tena kwa kufika hapo. Sisi raia wakata pale akujengea mambo ya viongozi. Ngazi yetu tuko na menace ya chef de quartier na ba chef d'avenue. Ikiwa mligusia juu ya famille, chef d'avenue akatoka akaenda kutoa ile kaya ya wale wa famille. Hiyo ni dosia leo. Chef d'avenue akaona wale watoto wastahili kukana kwa ile kaya. Akaenda akatoa ile kaya ya kwanza. Ule mzalendo akaona mjenge tena. Dimanche wakashinda wanajenga. Tuko na chef de quartier, kwa watu wanatoka. Akakuya ule mzalendo. Akatambia mkuu, chef de quartier, tunakutumana kwa chef d'avenue hapo. Wote mwambie. Ingine siko kiona ile kaa. Yeye tutapanda msilaoni. Chef de quartier umpatia na anambia mzee na wewe yako yanakuchoma. Sasa ndio nataka kesho yangu iko. Chef d'avenue ama chef de quartier ba autorité locale hawana droit ya kukatalia mzalendo ama ingine service ya serikali. Mimi sitaki kitu kesho kitatuletea insécurité. Hawana droit ya kukataa kile kitu ndani ya entité hapo. Kwa ni province na wao hatuwezi kujua magumu yenye inapitikana makata, lakini kupitia tuko na representante, tuko na macho yetu mule, na tukikumbuka ile siku muweze kuwachagua na waza hakuna mtu mwenye alibakiaka Murugenge. Tulikuwa tunawazia labda ni election ya wadepute, ni election ya wanani, na tukakuja kugundua ya kwamba parmi makartier ambazo zinapenda mgini wao Rugenge nayo iko ndani. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani akiwa ni gavana kwa muda Mheshimiwa Karusha Chibavunya alipata nafasi ya kuweza kushukuru kwa jitihada hizo ambazo zilizoanzishwa na shirika la kiraia kuweza kuunganisha raia, na kusema kuwa serikali itaingilia kati ili kuhakikisha kuwa inakomesha mizozo hiyo, na kuomba kupata nafasi kusikiliza kile ambacho alichokizungumza kwenye televisheni Muteba TV. Kwa kusensibiliser pour que sécurité ikuwe ya mzuri hapa kwetu Uvira. Qui est le président du baba gouverneur de l'État sous la Soui, ananiambia va voir les commandants de région, va voir les autorités militaires, mongee nao uambie voici ce que nous province tunaona juu ya garantir sécurité kwa population yetu. Donc samahani kwanza kwa yeye kwa nyuma kwa ile unasikia watu wengine wanatuatakia mainchi kama France na Amerika hivi kama vile watatuambia kesho nasikia wanaanza kumbebesha president aseme alomba de minere muharbe. Japo na shie president hakuinomba na hakuisema, na wazazi na shie tulimwachia kazi. Tusaidiane kwa kazi. Mzazi saidia serikali kwa kazi, mwalimu asaidie mzazi kwa kazi, serikali saidie mzazi na mwalimu, kusudi tuangalie kama tutaweza kuongoza hii nchi. Nafuata mzuri. Tufanye sensibilisation kwanza. Na sisi tutaomba wakubwa wao waonyeshe watoto nyumbani. Watoto tunataka kusoma. Wewe haiko tu polisi, mais plutôt ni ya sisi wote
na ya pili tujue kuwa tunajiaproprie. Mtoto miaka 10 na mtasimama pa kesho kwenye udongo baba, na mtasimama kama tele parole. Kama ule mtoto anaenda kuvita paramegarde, vitu vinamkuta kule. Kama anakuwa vile au parfois atakuwa peut-être alikuwa na orientation nyingine, ni anaingia tu kama sentiment, hana uwito, lakini aliona tu furaha. Au wazee waliingia mwambie sababu alikuwa na uwito, kila mtu akasikia kama hivi. Mimi mwenyewe na mimi kwanza, na mimi niliingia kwa uwito wangu mwenyewe. So kaza na mtu mtu mzima. Nilikuwa mtu mzima. Nilitoka tena kwa utashi wangu. Lakini watoto wadogo wa 10 ans ni mtoto mwenye anapaswa kwenda shuleni. Asome, akishapata hata diploma, iko na decision deja miaka 18, nitafanya hivi. Pale tunamsikia. Lakini miaka 10 mzazi ni shurti kwako kumsensibiliser mtoto kumrudisha. Na wako tutawaona tuwaambie, wapite mu makao angalie pamoja na wakuu wa jeshi, wanaona watoto wadogo warudie wote, warudie nyumbani. Hiyo tutasaidia. Kitu cha pili, takutuambia juu ya wandugu wetu walikufa. Mtakusamehe na kutuambia kwamba unajua kuna vitu vingine vyenyewe mnaambiaka leta. Hakuna nini unipate vizuri. Dénonciation ni kazi yenye tunaita pia redevabilité. Ça fait partie ya facteur ya redevabilité. Kama mdenonce unataka leta tuweje? Sio tunasema sasa hivi. Nilisikia ndio wakati nilikuja. Yeye ndio alituambia naye. Hao wenzetu hapa ndio walisema. Ndio tunakuja. Na mbona kumbuka wakati vile vinakuwa planifie hatutajua kwa wakati. Tukijua kwa wakati tutafanya prevention. Ndio wanajua prevention. Pana prevenir, tunakutana na jua wana mtu fulani anatarisha kitu fulani. Hapo tunaformia ndio mnajua mnafanyia. Nataka letani Mungu. Ndio tuambia arme haiwezi kutumika vizuri wala la polisi kama ninyi hawashirikishe. C'est pourquoi nous avons dit la dénonciation. Mais aussi sensibiliser ces gens dont mnajua na wakati yetu. Na watoto yetu. Asema watu wanakufa nini mnapia sasa? Eti tuache sasa tumeshakufa. Wengine wanaendelea kufa? Hapana. Yafuata namna gani ya kuarete ile hemorrhage. Kwa upande wake, kiongozi wa kata la Rugenge alipata nafasi ya kuweza kutaja visa ambavyo vimetokea kwa wakati huu wa mizozo, na huku akitaja kuwa naye pia iko hatarini na kuomba serikali kuingilia kati ili kuhakikisha imekomesha vitendo hivyo. Leo waziri wa mambo ya ndani na amefika hapa sababu tumemuomba kwa hamu sana afiki hapa sababu kuna mizozo juu ya mipaka. Lakini mizozo imejitokeza sana tangu tumefanya vibarua na wakuu wakatusaidia. Mwami akaandika kama inastahili kuheshimu mipaka iliyokuwa ya site ya zamani. Lakini kupitia huko jambo moja nimeona kama ni katika jambo ya utawala wa kusema kama Uvira ni yetu tu. Kuna kitu kimoja kimeleta huyu si Muvira, huyu ni Muvira. Ile utawala kweli ilikuwa italeta shida. Lakini nimehitaji kusema hata siku zitaendelea, tunajua kama kata la Rugenge libaki kata la Rugenge, kwa eneo inaenea. Hata sitakuwa inatetea si kwa ajili ya parcele yangu, lakini tunatetea kwa ajili watu wabaki na amani, watu wasinyanyasiwe, watu kunyang'anywa vikaratasi ya maparcele. Hiyo imeleta unyanyashaji kwa watu. Hiyo tangia meya wa jiji kutoa arete, ukafanya forum, ikaleta madhara kwa chef d'avenue Muhasha Kibota Rutunganya. Alishambuliwa na watu wa grupi Makatana kumpiga sawa nyoka. Cha pili, imeleta madhara kwa mtu anaitwa Bulibira, tayari amekufa. Bulibira Kasarazi ni store, ameuawa tariki 10 mwezi wa 8 2025 saa za 1 za usiku. Kwa hiyo tena katika hiyo hatua Ruhoto Rukina Kasongo
naye ameuawa kwa tariki 19 mwezi wa 10 2025 saa 1:30. Nikiripoti kutoka Uvira kwa niaba ya Televisheni Muteba TV, mimi ni Jean-Emmanuel Kaluya.